Je, umewahi kusikia kilio cha mtoto usiku wa manane? Kilio kisicho cha kawaida. Kilio kinachopenya hadi mifupa yako. Kinachofanya ngozi yako iinuke polepole. Kinachofanya moyo wako kupiga kwa kasi bila sababu. Na kisha, ghafla, kinakata. Sio kwa sababu mtoto amelala. Hapana. Kinakata kwa sababu kuna sauti nyingine imeanza kusikika. Sauti ya kitu kinachotembea taratibu kwenye giza. Sauti ya pumzi nzito isiyo ya binadamu. Sauti ya kitu kinachokusubiri ufungue macho yako ili kiweze kukuona. Tundikie maoni yako, usikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Dar es Salaam, usiku wa mvua, Oktoba 2025. Mvua ilikuwa inanyesha kwa nguvu kama mbingu imepasuka. Matone yake yalikuwa yakigonga bati la paa kwa kelele nzito. Ta, 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 ta. Ilikuwa saa 6 usiku. Ndani ya nyumba ndogo ya mbao iliyochoka na miaka, Bi Fatuma alishutuka usingizini. Kilio kilikuwa kimerejea tena. Mtoto wake, Adamu. Lakini hiki hakikuwa kilio cha kawaida cha mtoto. Kilikuwa cha chini, kizito, kama mtu anailia kwa hasira iliyofichwa. Kisha ghafla kilipanda juu na kuwa kelele kali iliyofanana na mtu anayeteseka sana. Fatuma alihisi baridi ikipanda mgongoni mwake. Alinyanyuka kitandani polepole. Moyo wake ulikuwa ukipiga haraka bila sababu. Alishika simu yake na kuwasha tochi. Kisha akaanza kuelekea chumbani kwa mtoto. Kila hatua aliyopiga ilionekana kuwa nzito, kama miguu yake imefungwa kwa kamba isiyoonekana. Alipofika mlangoni, alisimama. Mlango ulikuwa umefunguka kidogo, lakini alikumbuka vizuri, aliufunga kabla ya kulala. Alimeza mate kwa hofu. Polepole aliusukuma. Ndani ya chumba cha Adamu, mwanga wa tochi uliangaza kitanda. Adamu alikuwa amelala chali. Macho yake yalikuwa wazi, lakini hakukulia tena. Hakuna machozi, hakuna kutikisika. Alikuwa kimya kabisa, na macho yake hayakuwa ya kawaida. Yalikuwa meupe tupu. Hakukuwa na mboni. Yalifanana na maziwa yaliyochemshwa. Fatuma alihisi miguu yake ikilegea. Adamu, mtoto wangu. Sauti yake ilitetemeka. Alimnyanyua haraka. Mwili wa mtoto ulikuwa baridi sana. Baridi isiyo ya kawaida. Kama mwili uliokaa muda mrefu kwenye giza lisilo na joto. Lakini chumba kilikuwa na joto la kawaida. Fatuma alihisi hofu ikianza kummeza taratibu. Alipomshika karibu na kifua chake, alisikia mapigo ya moyo. Lakini hakuwa moyo mmoja. Ilikuwa kama moyo miwili. Mmoja ulikuwa ukipiga polepole kwa uzito, kama ngoma ya mazishi. Mwingine ulikuwa ukipiga kwa kasi ya kutisha. Mapigo hayo mawili yalikuwa yakigongana ndani ya kifua kidogo cha mtoto. Fatuma alirudi nyuma kwa hofu. Kwa mara ya kwanza kabisa, alihisi wazo lililomwogopesha sana. Je, kweli huyu ni mwanangu? Miaka 3 iliyopita. Fatuma alipata mimba miezi michache baada ya kifo cha mume wake. Ajali ya ghafla ilimchukua Juma bila onyo. Tangu siku hiyo, maisha yake yalibadilika. Alikuwa mpweleke. Na alipobeba mimba, ndoto zilianza. Kila usiku alimuona yule mtu. Mrefu sana. Mweusi kuliko giza. Macho yake yakitoa mwanga mdogo wa moto. Mtu huyo alikuwa akitabasamu kila wakati. Na kila alipoongea, sauti yake ilikuwa nzito kama radi ya mbali. Huyu mtoto ni wangu pia. Fatuma alipojaribu kupuuza ndoto hizo, ziliongezeka. Zikawa kama halisi. Mpaka siku moja, alipoamka akiwa na alama za vidole vyeusi tumboni. Ndipo mama yake alimlazimu kwenda kwa mganga. Mganga alimtazama muda mrefu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, huyu mtoto si wa dunia ya kawaida. Maneno hayo yalimfanya Fatuma kulia kwa hofu. Lakini alikataa kuutoa. Ni damu yangu, nitamlea. Mganga alimpa dawa ya kumlinda, lakini alimuonya, usimruhusu kulia usiku mrefu. Kilio chake kitaita vitu hautaki kuviona. Sasa, miaka 3 iliyopita. Adamu alikuwa na miaka 3, lakini hakuwa kama watoto wengine. Hakupenda kucheza. Hakupenda kuongea. Alipenda kukaa kimya, akitazama watu bila kupepesa macho. Na wakati mwingine aliongea maneno ya ajabu. Mama,
njaa yangu si ya chakula. Mama, baba anakuja usiku. Fatuma alijaribu kupuuza. Alijaribu kuamini ni mawazo ya mtoto. Mpaka usiku mmoja, alisikia sauti chini ya kitanda. Sauti ya kitu kinatafuna. Polepole, alitazama chini na alimuona Adamu akiwa kaa gizani, macho yake meupe yakimtazama na mdomo wake ukisogea taratibu kana kwamba anatafuna kitu kisichoonekana. Mama, aliongea kwa sauti mbili kwa wakati mmoja. Njaa yangu inaongezeka. Fatuma alihisi damu yake ikiganda. Alitaka kupiga kelele, lakini hakuweza, kwa sababu wakati huo huo alisikia sauti ya mlango wa nje ukifunguka polepole, na upepo wa baridi ukaingia ndani ya nyumba. Umeme ukazimia ghafla. Giza likajaa kila kona. Ndani ya giza, Fatuma alisikia sauti ya hatua nzito ikiingia ndani ya nyumba. Sio kutoka nje, bali kutoka nyumba yake. Ndani ya chumba, pumzi nzito ikagusa sikio lake. Kisha, sauti ya chini sana ikanong'ona, hatimaye, nimekuja kumchukua mwanangu. Fatuma aligeuka polepole, lakini kabla hajaona chochote, alisikia kicheko cha Adamu kikianza kuja. Kicheko kisicho cha mtoto, kicheko cha giza, kicheko kilichojaa njaa. Na kilipozidi kuwa kikubwa, Fatuma aligundua jambo moja la kutisha zaidi. Kicheko hicho hakikutoka mbele yake. Kilikuwa kimetokea ndani ya kichwa chake. Itaendelea. Subscribe, like, share na comment kwa part 2.